Habari mtazamaji wa Kasako Media, hii ni habari inayoletwa kwako nami Harrison Osea, kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Wabobezi Muhimbili waokoa maisha ya mkazi wa Chanika jijini Dar es Salaam baada ya kumtoa mswaki wenye sentimita 34 kwenye tumbo la chakula aliomeza kwa bahati mbaya wakati akisafisha kinywa. Mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya mtoto, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Sebastian Kitiku, amewataka wazazi na walezi wote kote nchini kuhakikisha wanawalinda na kuwalea watoto katika misingi bora. Kwa habari kamili, ungana na Adela Thomas. Ameyasema hayo Oktoba 1, 2025 jijini Dodoma wakati akizungumza na wanakikundi cha Tusaidiane Bondeni Ihumwa wakati wa majaribio ya kitini cha malezi ya makundi. Kitiku amesema kuwa kitini hicho ni nyenzo muhimu ya kuongoza wazazi na walezi katika kusimamia malezi chanya ya watoto, ikiwemo lengo la wizara ni kuhakikisha kila mtoto analelewa katika mazingira bora inayojali afya ya mwili, akili na ustawi wa kihisia. Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi wa idara ya maendeleo mtoto Asha Vuai amesema kuwa malezi bora ni msingi wa kizazi chenye uzalendo na heshima kwa taifa. Hivyo kitini hicho kitawezesha kwenye vikundi kupata mwongozo mzuri na namna kuwalea watoto, wapatia mwongozo na kuwaepusha na vishawishi vinavyoweza kuharibu ndoto zao. Taarifa hii kutoka Dodoma na mimi Adela Thomas. Na huu ni wasaa wa habari za kimataifa ambapo tunaanzia pale Ukraine. Ukraine yaongeza mashambulizi kwenye mitambo ya mafuta ya Urusi kufuatia mgogoro wa Urusi na Ukraine. Taarifa kamili, ungana na Mwanawahi mpate. Uchambuzi uliofanywa na shirika la utangazaji BBC umebaini kuwa Ukraine imeongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi yake dhidi ya mitambo ya kusafisha mafuta nchini Urusi katika miezi ya hivi karibuni. Kutokana na mashambulizi haya ya ndege zisizo na rubani, kuna uhaba wa mafuta, bei zimepanda katika baadhi ya maeneo nchini Urusi. Uchambuzi wa BBC umebaini kuwa mitambo 21 kati ya 38 mikubwa ya kusafisha mafuta nchini Urusi imeshambuliwa tangu mwezi Januari. Mashambulizi haya yamekuwa yakiongezeka kwa kiasi kikubwa. Kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kushambulia sekta ya mafuta ya Urusi ni njia muhimu kulazimisha Urusi kufika mezani kwa ajili ya mazungumzo. Mashambulizi haya yameathiri maisha ya Warusi wa kawaida, ambapo baadhi ya video zimethibitisha zikionyesha foleni ndefu kwenye vituo vya mafuta. Baadhi ya vituo vimefungwa kusubiri hali itengemae. Polisi nchini Ecuador wameongeza operesheni zao dhidi ya makundi ya uhalifu yanayojihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Taarifa kamili, ungana na Mwanawahi mpate. Hii inafuatia shinikizo la ushirikiano kutoka kwa serikali ya Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Uchambuzi wa mwandishi wa habari wa BBC katika mji wa Ecuador umeonyesha jinsi gani polisi wanavyofanya msako mkali katika nyumba zinazodaiwa kuhifadhi wauzaji wa dawa za kulevya. Msako huu mara nyingi huacha watoto na wanawake wakiwa katika hofu na majonzi makubwa. Ecuador, ingawa haizalishi dawa za kulevya, inatumika kama njia kuu ya kusafirisha dawa hizo kuelekea Marekani na Asia. Kwa sababu hii, nchi hiyo imeorodheshwa na Rais Donald Trump kama taifa linalopaswa kushirikiana katika vita hivi au kukabiliwa na vikwazo vikali. Marekani sasa inaisaidia Ecuador kwa kutoa rasilimali, vifaa vya kijeshi na teknolojia. Polisi mmoja wa Ecuador alijitambulisha kwa jina la Linux alisema anafurahia msaada huo, akisema ni muhimu sana katika vita hivi. Polisi hawa wanatumaini kwamba kwa kuwakamata wauzaji wadogo
wataweza kupata taarifa muhimu zitakazowasaidia kuwafikia viongozi wakubwa wa mitandao hiyo ya uhalifu na kisha kutoa taarifa hizo kwa Marekani. Na mdau wa habari, bado tuko pamoja mpaka hivi sasa, ikiwa ni ule wakati wa kuweza kupata yale ya kimichezo yaliyojiri katika viwanja mbalimbali na burudani zilizojiri sehemu mbalimbali. Wachezaji wa zamani wa Manchester United Marcus Rashford na Rasmus Hojlund wameendelea kufanya vizuri katika mechi zao za ligi ya mabingwa barani Ulaya iliyofanyika Jumatano usiku. Kwa taarifa zaidi, ungana na Rajabu Musa. Rashford alitoa msaada wa bao lililofungwa na Ferran Torres, ingawa timu yake ya Barcelona ilipoteza kwa bao 2-1 dhidi ya PSG. Wakati huo huo, Hojlund alikuwa shujaa kwa kufunga mabao mawili na kuipa timu yake ushindi muhimu wa goli 2-1 dhidi ya Sporting CP. Wachezaji hawa wote wawili waliondolewa Manchester United na wamekuwa wakifanya vizuri tangu walipotoka Old Trafford. Kwa pamoja wamechangia mabao 10 katika mashindano yote. Hii ni tofauti na wachezaji wapya wa United kama Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ambao wamechangia jumla ya mabao 3 pekee. Malaysia alikuwa akifanya mazoezi mbali na timu tangu msimu wa maandalizi, lakini mpango wa yeye kuondoka klabuni uligonga mwamba. Ruben Amorim amesisitiza kwamba wachezaji wote ambao hawakuhusika awali watarudishwa kwenye kikosi cha kwanza. Malaysia hajacheza mechi ya ligi kuu ya England tangu Januari 26 mwaka huu, licha ya kufanya mazoezi na timu ya vijana chini ya umri wa miaka 21. Inasemekana amekuwa na tabia nzuri na amewasaidia wachezaji chipkizi. Yeye ni sehemu ya kikosi na atapatikana kwa ajili ya mechi pindi atakapokuwa fiti. Aidha, mchezaji Amad Diallo pia amerejea kwenye kikosi cha kwanza baada ya msiba wa familia. Hakuwepo kwenye mechi ya ugenini dhidi ya Bradford, lakini sasa amerejea kwenye kikosi cha Ruben Amorim. Hata hivyo, Lisandro Martinez bado hayupo, kwani bado anauguza jeraha la goti alilopata mwezi Februari. Kikosi kizima sasa kinaendelea kujiandaa kwa mchezo muhimu dhidi ya Sunderland Jumamosi. Na mtazamaji wa Kasako Media, na hapo tumefika tamati katika habari zote tulizokuwa tukikuletea, habari za kimichezo na burudani zikiwa ndizo zimehitimisha zikiletwa kwako na Rajabu Musa. Mimi ni Harrison Hosea. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.